Kwanza Chama ni mchezaji ambaye katika daraja la wachezaji ameshapita level fulani, kwa maana yeye ni mchezaji ambaye ameshajipambanua kwa kiasi fulani ni mchezaji wa aina gani. Unaangalia katika ile listi ya wafungaji bora wa muda wote wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Clatous Chota Chama ni miongoni mwa majina ambayo kwenye hiyo rekodi yapo, akiwa ameshafunga mabao I think ni 21 akiwa na klabu tofauti tofauti. Anayeongoza katika huo mtiririko ni Tresor Mputu, nyota wa zamani wa klabu ya TP Mazembe, akiwa na mabao 33, lakini pia akifuatia wengine kama vile akina Mohamed Aboutrika, lakini bado amekuwa anashikilia hiyo rekodi ni Tresor Mputu. Lakini Chama yupo kwenye hiyo listi ya wafungaji bora wa muda wote wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo unaona mchezaji ambaye by profiles amekuwa ana hiyo tunasema kujivunia kwa sehemu moja ama nyingine. Lakini ni wazi tangia ameondoka Chama kwenye kikosi cha Simba, hakuna kiungo ambaye amekuja akareplace ile nafasi ya Chama ama hata kufikia ile robo tatu ya kile ambacho Chama alikuwa anakifanya. Rejelea wakati Clatous Chota Chama hajaondoka kwa mara ya kwanza kwenye klabu ya Simba kwenda kujiunga na klabu ya RS Berkane ya nchini Morocco, kile ambacho alikuwa ana provide kwenye timu kama namba 10 ndicho ambacho Simba msimu huu wamekuwa wanakimisi kwa kiasi kikubwa. Chama sio tu kwenye kufunga wala kwenye kuassist, lakini katika eneo la bunifu amekuwa ni mchezaji ambaye kwenye kuvuruga safu ya ulinzi ya timu pinzani amekuwa yuko bora kwa sehemu moja ama nyingine. Kitu kikubwa ambacho watu wengi wanaweza wakawa wanambeza Chama ni katika eneo la utimamu wa mwili, kwa maana umri wa Chama watu wengi wamekuwa wanamtuhumu kama ni maji ya jioni, lakini bado Chama ni bora. Chama huyu wa maji ya jioni ni bora kuliko wale viungo wa Simba ambao wamepita kwa siku za hivi karibuni, kana kwamba wao walikuwa hawajui kazi yao ni ipi katika eneo la namba 10. So Chama ni bora katika hilo eneo. Tumeona takribani kwenye misimu yote ambayo amepita katika ligi kuu bara alikuwa ni kiongozi wa assist, kwa maana top assist katika ligi. Hii sio bahati mbaya, kwamba inadhihirisha mchezaji ambaye yeye binafsi yake anaenjoy zaidi kutengeneza nafasi kuliko kufunga. Mguu wake wa kulia ambao ndio umekuwa ni mguu ambao unafanya kazi hiyo kwa juhudi kubwa, umekuwa ni mguu ambao watu wengi wamekuwa wakiuhofia, lakini pia wakiwa wanautegemea kwa sehemu moja ama nyingine. So ni wazi kama Simba inavyohusishwa kwamba Chama ni mali yao, anaweza akaenda kuongeza kitu katika michuano ya ndani, lakini katika ligi ya mabingwa barani Afrika I think Chama levels zake huko zimekuwa zimeshafika mwisho, kwa maana kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika Chama huyu ambaye tunasema katika eneo la kasi, na ni wazi Chama ya kasi imeshapungua, though katika falsafa yake ya uchezaji amekuwa sio muumini wa kukimbia sana ama kufanya mikimbio, ila zile locomotives zake ambazo amekuwa anazifanya ndio imekuwa ni silaha yake kubwa. Unaangalia Chama ni hatari akiwa yuko 1v1 na walinzi wa timu pinzani. Kwa hiyo unaona Simba kwa hivi karibuni walikuwa wanakosa kiungo wa aina hiyo. So huenda ikawa ni Chama yule ambaye amerejea, asiwe huyu, lakini kuna kitu ambacho yuko nacho, kwa maana hata Waswahili walisema ng'ombe huwa hazeeki maini kwa sehemu moja ama nyingine. Tuangazie kwa upande wa nafasi anayokwenda kuicheza, anaweza kwenda kuongeza kitu kwenye kikosi cha Simba au ni vile tu anasajiliwa kutokana na maoni ya mashabiki? Kama nilivyosema kwamba Chama anaweza akaongeza kitu katika michuano ya ndani, kwa maana ligi kuu Tanzania bara, lakini pia katika michuano ya kombe la shirikisho la TFF. Kwa maana huku kwa Chama tunaona kabisa ameshaweza kupamudu na anaweza akawa ni mchezaji tegemezi katika kikosi cha Simba. Lakini I trust katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambako Simba ndiko amekuwa msimu huu ameswago pakubwa, kwa kwamba mpaka hivi sasa hana alama yoyote. Chama anaweza akawa ni msaada, lakini sio msaada kwa kiasi hicho, kwa maana kwenye ile michuano inahitaji mchezaji ambaye kwenye physical awe timamu, kwa maana kwa asilimia kubwa fitness level iwe kubwa, high pressing, kwa maana ya utimamu wake wa kukimbia kiwanjani awe vizuri. Kwa hiyo Chama tutakuwa hatumhukumu kutokana na umri wake ambao uko nao, kwa maana tunakuwa tunamuita ni maji ya jioni, kwa maana ile endurance yake haitakuwa perfect kwa 100%. Kuna sehemu tutakuwa tunamjaji. Kwenye hii michuano kuna timu kubwa kama Esperance ambayo ipo kundi moja na Simba, Stade Malien, lakini pia Petro Atletico. Hawa wote ukiangalia
kiuchezaji ni timu ambazo ni ngumu kweli kweli, wamekuwa wanakimbia, wamekuwa ni timu ambayo physical lazima uwe timamu zaidi ili uweze kuwakabili. Kwa hiyo kwenye hilo eneo Chama physical anaweza akawa ama tunaweza tukawa tunamhukumu bure kutokana na umri wake ambao uko nao. So Chama mimi I think atakwenda kusaidia Simba katika michuano ambayo ni ya ndani kuliko katika michuano ya kimataifa ambayo Simba ndio ambayo wanahitaji zaidi katika kuweka rekodi na kuendelea pale ambako alishia msimu uliopita kwa kufika katika hatua ya fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika.